Kinachobaki ni wewe kufungua mlango wa moyo wako na kumpokea. Mfuate Kristo, maana amekusudia hivi leo kukupatia nuru ya matumaini. Dar es Salaam Net Event 2025. Dar Net Event 2025. Nuru ya matumaini. Let's go the other side. The light of hope. Dar Net Event 2025. The light of hope. Tunamshukuru Mungu sana kwa kutuwezesha kufika katika siku ya leo. Haleluya. Kwa pekee niweze kuwashukuru pia uongozi wa kanisa letu kuanzia ngazi ya juu. Tuna Pastor na Dr. Likundayo, tunakushukuru sana. Lakini pia na timu yake yote na wachungaji wote, akiwemo mkurugenzi wetu wa union mkurugenzi Dr. Mwanga, Pastor Mwanga. Mungu akubariki. Nipende pia kuwashukuru kanisa la Magomeni kwa kuturuhusu tufanye mikutano hii hapa na maandalizi ambayo mmejitoa na kuyafanya mpaka mikutano imefikia. Lakini pia wa kanisa la Magomeni kwa uwepo wenu hapa, lakini pia tunatambua tunasikilizwa sehemu mbalimbali za Tanzania na hata nje ya Tanzania. Nina marafiki zangu nje, leo mtu ameniambia kutoka Dubai, kutoka China, walikuwa wanatufuatilia hapa. Nuru ya matumaini inakwenda mbali. Tunashukuru kuwa sehemu ya nuru hii ya matumaini. Sasa basi, mimi naitwa Dr. Philemon, kama nilivyotambulishwa. Nitakuwa nanyi katika masomo ya afya ambayo tumeapa jina linaloitwa nuru ya matumaini katika afya yako. Semeni wote, nuru ya matumaini katika afya yako. Tutakuwa wote katika masomo haya ambapo kwa kifupi nitawagusia ambacho tutakwenda kujifunza katika majuma haya matatu. Tutakuwa na masomo na orodha kubwa ya masomo mbalimbali ambayo tutajifunza katika kipindi hiki cha majuma matatu. Masomo yangu nimewagawanya katika vipengele. Kipengele cha kwanza kinahusu somo la koo. Tunalo koo na kila siku tunalitumia, na hata sasa ninaongea kwa kutumia koo, lakini kuna mambo ambayo hatuyajui ama pengine tunahatarisha afya ya koo kwa sababu hatujui. Kwa hiyo tutajifunza mambo mengi kuhusu koo. Lakini pia tuna mambo ambayo kwa ujumla wake nimeshindwa kuyaweka katika somo moja moja. Kwa hiyo tutaangalia kwa ujumla wake katika kama dondoo moja moja. Kuna mambo ambayo kwa kujua au kutokujua tumekuwa tukiyafanya, tusijue kwamba inahatarisha afya zetu. Ni mengi. Kwa hiyo tutayagusa moja baada ya jingine kwa ufupi sana. Lakini pia tutaenda mbali. Tumesikiliza waimbaji hapa wanaimba. Waimbaji wanatumia koo kuimba. Tutaangalia somo pia la kuboresha sauti zao, lakini pia za kulinda sauti zao zisipate athari. Lakini basi pia tutakuwa na masomo yanayohusu masikio. Watu wengi tumewaona wakiwa wanafanya vitu katika masikio ambavyo tumeona ni hatarishi. Lakini mwisho wa siku
tutaangalia ni mambo gani upasi kuyafanya katika masikio na ambayo yaonekana ni ya kawaida kuyafanya katika masikio, lakini kiukweli yanahatarisha afya za masikio yetu. Lakini pia tutaangalia somo ambalo kwa sasa limekuwa ni kitendawili katika afya za watu wengi, somo la uvimbe na saratani. Tutajifunza nini maana ya uvimbe, tutajifunza kutofautisha saratani na uvimbe, lakini tutaenda mbali zaidi na kuangalia ni namna gani basi ya kujikinga ili tusiingie kwenye hatari za kupata saratani au uvimbe. Lakini pia tutakuwa na somo linalohusu, unajua kwa sasa hivi watu wanafanya diet, mtu anajitesa, anafanya nini. Tutaangalia namna nzuri kwa watu ambao wanataka kupunguza uzito pasipo kuteseka. Namna nzuri ya kupunguza uzito pasipo kuteseka. Hudhuria katika mikutano hii. Hudhuria katika vituo huko mnakotupata katika vituo. Utaijua namna nzuri ambayo utaenjoy kupunguza uzito pasipo kuteseka. Lakini pia tutakuwa na masomo ya watoto. Watoto wetu wakati mwingine tunawasahau. Tunawasahau na kuweka katika mazingira ambayo ni hatarishi, ambayo yanahatarisha afya zetu. Bahati nzuri mimi napokea watoto wengi sana. Katika kitengo ambacho nafanya kazi tunapokea watoto wengi. Sasa tutaangalia namna ya kudili na watoto wetu na tusiwaweke katika hatarishi. Siku ya leo, kwa sababu ni siku ya ufunguzi, tuangalie kwa ufupi nini maana ya afya. Tukijua maana ya afya, tutakwenda pamoja katika mikutano hii. Daktari yoyote nikiwepo pamoja na mimi, hakuna kitu ambacho kinafurahisha kama mgonjwa anakuja unampa tiba, anakwenda anarudi kwa ajili ya follow up au kumfuatilia, anakuambia nakushukuru sana daktari, nimepata nafuu kubwa sana. Hiyo inakuwa ni reward ambayo wewe mwenyewe inakufanya unenepe mifupa. Lakini pia hakuna kitu kibaya kwa daktari yoyote kama anatoa tiba, lakini ile tiba anayotoa haileti manikio. Mgonjwa anarudi, unamuuliza unaendeleaje, anakuambia bado, yani iko vile vile. Sasa basi, kwa nini inatokea wakati mwingine mambo hayaendi vizuri? Kuna mambo kadha wa kadha ambayo yanaunganisha ili mtu kuwa na afya njema na tuseme huyu mtu ana afya. Shirika la Afya Duniani lina tafsiri yake ambayo linasema afya ni utimamu wa mambo matatu: utimamu wa kimwili, kiakili na kijamii. Hiyo ni kulingana na Shirika la Afya Duniani, kwamba ili mtu awe timamu kiafya, na tuseme huyu mtu ana afya, si yule mtu ambaye unamuona unasema huyu jamaa amenenepa, unaanza kumtania, unasema bwana naona sasa hivi mambo mazuri, afya nzuri. Afya nzuri sio unene. Tuko pamoja? Afya nzuri sio kuwa mnene. Kwa hiyo Shirika la Afya Duniani linasema lazima uwe na utimamu katika kiakili, kimwili na kijamii. Haya mambo matatu lazima yawepo. Lakini sasa sisi watu ambao ni watu tunamwabudu Mungu, tunaongeza tafsiri ya neno la 4 katika hii tafsiri ya Shirika la Afya Duniani. Neno la 4 tunaloliongeza ni kiroho. Sasa tunafunga maneno manne kwamba ili tuseme huyu mtu ana afya, lazima awe timamu kimwili, kiakili, kijamii na kiroho, na si tu kukosekana kwa ugonjwa ama udhaifu. Yaani kwamba mtu haumi malaria ama haumwi tumbo useme huyu mtu ana afya.
lazima haya mambo matatu yote yakae pamoja. Sasa basi, tuanze kipengele kimoja moja kati ya haya mambo manne. Tunaanza na kiakili. Waliofuatilia mikutano ya Net Event ya Kihesa waliona Daktari Pasco aliweza kuelezea kwa urefu sana na kwa upana kuhusu akili na saikolojia. Sasa tunasema kutoka katika Biblia, ukiangalia katika kitabu cha Mithali 4 fungu la 23, Biblia takatifu inasema, linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uhai au za uzima. Linda sana moyo wako. Sasa moyo ambao unaongelewa na Biblia hapa sio ule moyo ambao unasukuma damu. Moyo ambao unaongelewa hapa ni akili. Ni mind. Akili yako usipoilinda itawaza mambo mabaya. Na akili yako, nilikuwa naongea na Pastor Likundayo mchana, namwambia unaweza ukawa na ugonjwa ambao si mkubwa kiasi hicho, lakini kwa sababu ya saikolojia yako umeiweka kwamba ninaumwa ugonjwa mkubwa sana, basi wewe unakuwa mgonjwa kuliko kawaida. Jaribu sasa hivi hapo ulipo, chukua nguo jifunike, unasema hapa sijisikii vizuri, najisikia kuumwa. Ikifika saa 1 usiku utakuwa mgonjwa na wewe utakuwa unahitaji tiba. Kwa hiyo linda akili yako, unachoiambia akili yako na unachokitazama mara kwa mara, ili ulinde afya yako. Kipengele cha pili ni kimwili. Hii kimwili tutaiongelea sana katika hii mikutano. Tutaiongelea sana hii kimwili. Hii ndio sasa ile ukianguka ukivunjika, ukiugua mwili, ukipata shida yoyote, hii ndio sasa kimwili. Na hii tutaiongea sana katika mikutano hii. Lakini mbali na mwili tu, tunazungumzia pia mazingira. Mazingira yanayozunguka mwili yasipokuwa salama, hakuna afya hapo. Yaani kama hauna mazingira ya usafi, kama hauna mazingira ambayo yanaandaa kile unachokiingiza katika mwili wako ambayo yako salama, utapata shida ya kiafya kupitia kipengele cha mwili. Biblia takatifu inatuambia katika kitabu cha Wakorinto 6 fungu la 19. Nenda pamoja nami katika kitabu cha Wakorinto 6 fungu la 19. Biblia takatifu inasema, je, hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, ambaye mlimpokea kutoka kwa Mungu? Ninyi basi si mali yenu wenyewe. Kwa hiyo chochote unachokifanya ukumbuke kwamba huo mwili sio wa kwako. Tenda ukijua huo mwili una mwenyewe ambaye ni Roho Mtakatifu. Lakini pia tukiangalia kwenye kipengele ambacho ni cha tatu sasa, ambayo ni kijamii, tunasema jamii ina mambo mengi. Kama hauelewani na jirani yako, kama una ugomvi na watu, hauwezi ukawa sawa kiafya, maana hautakuwa na utulivu wa akili. Lakini pia tunaongelea swala zima la uchumi. Biblia katika kitabu cha Wathesalonike 3 fungu la 1 imetuagiza kwamba, maana tulipokuwa pamoja nanyi tuliwapa amri hii, ikiwa mtu hafanyi kazi na asile. Sasa usipokula kuna afya hapo? Brother Tumaini, usipokula tu kuna afya hapo? Usipofanya kazi na usile, ndivyo Biblia inasema. Kwa hiyo lazima utafute kazi ambayo inakuwezesha kula ili udumishe afya njema. Lakini pia
kazi sio tu kazi ya ofisini. Kuna kazi ambazo ni za kibiashara na za kiujasiriamali. Lakini pia niende sasa kwa kipengele cha mwisho ambacho kiujumla ndicho kinachotukutanisha hapa. Kipengele cha kiroho. Biblia katika kitabu cha Mithali 4 fungu la 19. Soma pamoja nami. Mithali 4 fungu la 19 inasema, njia waovu ni kama giza na hawajui ni kitu gani kiwakwazacho. Yaani ukiwa humwamini Mungu na una mambo yako ya kona, hata ukipata shida ya maradhi, hata ukipata shida ya kuugua kimwili, hutajua ni shida gani. Utaishia kuanza kujiuliza, ama ni yule mtu aliyeniangalia sana? Utakuwa ukijiuliza, au nilikula au kumbe kuna njia ambazo unazo ambazo zinakupelekea wewe kupata shida za kiafya, lakini kwa sababu humwamini Mungu unakuwa hujui chanzo ni nini. Kwa hiyo hujui kitu kikukwazacho. Lakini pia katika kitabu cha Yohana 3 fungu la 1 na la 2 linasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo Mungu nia yake ni sisi tufanikiwe pamoja na mambo mengi ambayo anatuhitaji tufanikiwe kwayo. Lakini jambo kubwa pia ni kufanikiwa katika afya. Hakuna kinachoendelea kama mtu afya yako imeteteleka. Wakati mwingine unaweza usijue kwamba afya ina umuhimu gani mpaka ikutoke. Maana afya ikizorota, hakuna ambacho unaweza kukifanya. Ndio maana Biblia inatuombea kwamba tufanikiwe katika mambo yote, ikiwemo na afya, ikiwemo na roho zetu. Lakini basi katika Yeremia 30 fungu la 17 inasema, maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita nyetupwa wakisema, ni Sayuni ambao hapana mtu awe akutakaye. Unaweza kuwa unaumwa sana. Wale mnaotufuatilia mbali, unaweza kuwa unaumwa sana, umefika pointi mpaka wanakugwaya, wanasema huyu ananuka. Mungu anakuhitaji. Ifike pointi ujue kwamba yupo Mungu ambaye pamoja na shida ulio nayo kama ni ya afya, lakini Mungu haangalii kunuka kwako. Amina. Nimalizie kwa kusema fungu ambalo litakuwa fungu kiongozi katika mikutano yetu hii, ambayo kwa somo la afya, ambayo linatoka katika Yohana 17 fungu la 3. Linasema kwamba, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Tukimjua Mungu, afya zetu zitaimarika. Hatutatumia nguvu sana kuimarisha afya zetu. Kuna mambo ambayo tutajifunza katika mkutano huu ambayo yatakufungua macho. Yatakwambia ulikuwa unachezea maisha, ulikuwa unachezea uhai, nabai kuondoa. Lakini pengine ulikuwa hujawahi kuambiwa. Sasa basi, jitahidi katika mikutano hii na hata katika vituo vyetu, jitahidi tuwe katika mikutano hii, na tutakuwa na masomo mbalimbali, na Mungu awabariki. Tusimame tupate kuomba.
Tunakushukuru Mwenyezi Mungu mahali pa juu. Asante kwa somo hili, lakini pia asante kwa mikutano hii. Asante kwa sababu ya watu wako waliojihudhurisha katika mikutano hii na katika vituo vyetu vyote. Tunaomba ukatamalaki katika maisha yao ya kiroho. Tunaomba katika Kristo Bwana wetu. Amen. Mungu bariki.